Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Iran imesema inatoa matakwa 6 kwa Marekani ili waweze kufungua mlango wa bahari wa Hormuz. Iran imesema ikiwa Marekani na ulimwengu wanataka lango la bahari la Hormuz lifunguliwe na hatimaye utiririshaji wa mafuta na gesi ufanyike kama kawaida pamoja na mizigo mingine ambayo ni muhimu kwa ulimwengu, lazima Marekani kubali masharti 6. Afisa wa ngazi ya juu wa usalama wa Iran amesema kuwa mlango wa bahari wa Hormuz utaendelea kufungwa hadi Marekani badilishe sera zake za uhasama dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na kukidhi matakwa ya watu wa Iran. Katika taarifa yake aliyoitoa siku ya Jumamosi, Mohammad Bagher Zolkhadir, katibu wa Baraza Kuu la Usalama la Taifa la Iran, amesema Washington lazima irekebishe tabia yake kabla ya njia ya kimkakati ya maji kufunguliwa tena. Ameorodhesha masharti 6. Masharti haya lazima tekelezwe na Marekani. Sharti la kwanza ni kukomesha kile alichokita vitisho dhidi ya kiongozi mkuu wa Iran. Mara kadhaa Marekani pamoja na Israel wamekuwa na vitisho dhidi ya viongozi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, lakini zaidi ni kiongozi mkuu wa serikali ya kimapinduzi ya Kiislamu nchini Iran. Na hata kabla kuteuliwa kwa aliyepo wakati huo Mojtaba Khamenei, walimuua kiongozi mkuu Ayatollah Ali Khamenei na waliamini kwamba kumuua kiongozi huyo kungesaidia katika kuhakikisha wanauondoa utawala wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, jambo ambalo lilishindikana. Na hivyo wa Iran wanasema Marekani lazima iutangazie ulimwengu kwamba sasa wanaachana na mpango wa kuwaua viongozi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, akiwemo kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi. Jambo la pili ni kusitisha kabisa hatua za kijeshi dhidi ya Iran na washirika wake wa kieneo. Iran inasema kwamba ili wakubali kufungua tena mlango wa bahari wa Hormuz, Marekani lazima iachane kabisa na masuala ya mashambulizi dhidi ya washirika wake katika eneo hilo, lakini pia kuhakikisha kwamba Marekani haifanyi shambulizi dhidi ya nchi hiyo. Hata hivyo, inataka mshirika wa Marekani Israel pamoja na Saudi Arabia kuachana na mashambulizi dhidi ya wapiganaji wa Kihouthi nchini Yemen, kadhalika na mashambulizi yanayoendelea katika ukanda wa Gaza. Jambo la tatu ni kuondoa vikosi vya majini na anga vya Marekani vinavyohusika katika kile ilichokitaja kuwa vikwazo vya Iran. Iran inahitaji kuondolewa katika vikwazo, hasa wanajeshi wake waliopo katika eneo la karibu na lango la bahari la Hormuz, kwamba lazima waondolewe ili kuhakikisha urambazaji unaendelea wa meli katika lango hilo la bahari la Hormuz. Jambo la 4 ni kufidia Tehran kwa uharibifu uliosababishwa wakati wa migogoro ya hivi majuzi. Iran imesema kwamba ili waweze kufungua mlango wa bahari wa Hormuz, jambo pekee ni kuhakikisha Marekani inalipa fidia mashambulizi yote yaliyoharibu miundombinu ya nchi hiyo, lakini pia kulipa fidia ambayo hata wakati huu bado haijatajwa ni kiwango gani ama ni kiasi gani, kutokana na kwamba bado tathmini inaendelea. Ondoa vikwazo vya Marekani ambavyo vimewekwa kwa nchi hiyo, haswa vikwazo vya kiuchumi. Kwa muda mrefu Marekani iliweka vikwazo vya kiuchumi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, na hivyo wakati huu ili waweze kufungua mlango huo ni Marekani kutangaza kuondoa vikwazo vya kiuchumi. Na jambo la 6 ni kuachilia mali ya Iran iliyoganda, jambo ambalo lilisisitizwa katika siku za hivi karibuni katika mikutano ambayo ilifanyika, ukiwa ni pamoja na ule uliofanyika Islamabad, Pakistan. Mkuu wa Baraza la Usalama nchini Iran pia amesema madai hayo yanakisi matakwa ya watu wa Iran, akitolea mfano mikutano ya kitaifa katika muda wa siku 6 zilizopita. Anasema Baraza Kuu la Usalama la Taifa halirudi nyuma kutoka kwa matakwa haya, iwe katika vita au katika mazungumzo. Anasema kwa maana ikiwa kutakuwa na mazungumzo yoyote, haya ndiyo yatakuwa matakwa ya Iran kwa Marekani. Matamshi hayo yanakuja wakati mazungumzo juu ya mustakabali wa urambazaji kupitia mlango wa bahari wa Hormuz yakisalia katika mvutano. Iran na Marekani zilitia saini mkataba wa maelewano mnamo Juni 18 kupitia upatanishi wa Pakistan na Qatar kumaliza uhasama uliokithiri na kuanzisha mazungumzo kuelekea makubaliano mapana zaidi. Mkataba huo ulitazamia kurejeshwa taratibu kwa urambazaji wa kibiashara kupitia mlango wa bahari wa Hormuz, lakini utekelezaji baadaye ulikwama, huku pande zote mbili zikikabiliana na shutuma za kukiuka masharti yake. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo. Ni matakwa 6 ya wa Iran dhidi ya Marekani, ambapo wa Iran wameeleza kwamba ili waweze kufungua mlango wa bahari wa Hormuz lazima matakwa hayo yaweze
kufanyika ama Marekani lazima itekeleze matakwa hayo. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ujue ni nini kinachojiri katika ulimwengu. Hapa The World News tutakujuza kwa mapana.